watatu. Kuna viongozi na waliokuwa viongozi waandamizi ambao leo tutawapokea wakirejea tena Chadema. Mpo tayari? Sasa leo atarejea mmoja, halafu tarehe 29 pale Iringa ndio patashika nguo kuchanika. Kwa hivyo rejeeni, njooni Chadema, maana huu ndio mpango wa Mungu wenyewe. Rejeeni. Hata kama mliondoka, rejeeni. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuomba ufanye kazi moja tu kwa kipindi hiki. Nataka nimtambulishe kwenu ndugu wanachama na Watanzania wenzangu. Ninaye kwenda kumtambulisha sasa hivi amewahi kuwa mwanachama wa chama hiki. Amewahi kuwa mbunge akiwakilisha jimbo la Karatu kupitia chama hiki. Aliwahi kugombea urais kupitia chama hiki. Amewahi kuwa katibu mkuu kupitia chama hiki. Na hata wakati anaondoka, kumbe hakuwahi kuirejesha kadi yake. Kuna maneno tulikwazana. Sasa wakati wa kurudi ilibidi tuitane ndani tuzungumze yale tuliokwazana. Kwa hivyo sisi viongozi tumemalizana naye kwenye yale tuliokwazana. Peoples. Kwa hivyo ilibidi tuiombe kadi yake, tuihakiki kwamba hii kadi ni kweli ya kuirudisha, tuiangalie. Kwa hiyo kadi hii tulipoikagua tukagundua kweli ya kuirudisha. Huyu mwanachama anaitwa Dr. Wilbrod Peter Slaa. Peoples. Sasa alitueleza kwamba anataka kurejea auishe wanachama wake. Tukamwambia sasa, kwa sababu uliondoka mbele ya vyombo vya habari na watu, basi itabidi urudi mbele ya watu hivi watu wakuone. Sasa kwa sababu tumeshamalizana naye, ninaomba kwa hatua ya sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, tufanye tendo moja tu la kumpokea, halafu yeye mwenyewe atakuja kuongea na ninyi wa Tanzania hapa kwa dakika chache. Sawa? Kwa hiyo naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, tafadhali usimame nikuombe tafadhali, na kwa ishara ya kumpokea, na kama mmemkubali na kumpokea tena Dr. Wilbrod, nisikie kelele za wanachadema. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kwa ishara ya kumpokea Dr. Wilbrod Slaa, ambaye sasa atatengenezewa na kupewa kadi yake ya kidigitali, ninaomba umvalishe bendera ya chama iwe ishara ya kumpokea na kumkaribisha tena Chadema mbele ya halaiki na Watanzania hawa. Karibu sana Dr. Slaa. Asante. Naibu Katibu Mkuu, asante. Sasa siwezi nikamvalisha bendera bila kumsema kidogo. Siko sawa? Kulikuwa na makwazano fulani, au sio? Tukafarakana, tukasemana vibaya. Sasa kama anasema nataka kurudi, naomba yaishe. Naomba tunasemaje? Hapana, nenda zako. Dr. Wilbrod Slaa ni katibu mkuu wa chama chetu aliyetumikia chama kwa muda mrefu
nafikiri sitakosea kuliko katibu mkuu mwingine wa chama chetu. Dr. Slaa ndiye aliyenipa mimi kadi ya Chadema tarehe 24 Julai 2004. Sasa kwenye kipindi chake, wakati mimi naingia, tulikuwa na wabunge watano au si, 4 wa majimbo, 1 wa viti maalum. Tukaenda kwenye wabunge 11. Tukaenda kwa wabunge 48. Tukaenda kwa wabunge 2015, tukaenda kwa wabunge 72 wa Chadema na 117 wa Ukawa. Dr. Slaa ni mojawapo wa makatibu wakuu wa Ukawa. Sasa hayo niliyoyasema, hizo hesabu nilizozisema, nyie wote mnafahamu hatunazo tena hapa tulipo. Sisemi hatunazo kwa sababu Dr. Slaa aliondoka, ila nataka niseme ukweli ambao wote tunaufahamu, kwamba kipindi chake kilikuwa ni kipindi cha mafanikio makubwa kwa chama chetu kuliko kipindi kingine chochote. Sasa kama tulikwazana, tukafarakana, leo amesema naomba kurudi. Sisi wanachama tunasemaje? Hapana. Na la mwisho kwenye hili, hatukumfukuza, aliondoka mwenyewe. Sasa kwa vile ameomba kurudi, utaratibu wake kikatiba ni rahisi sana. Angeweza kwenda mtandaoni, siku hizi tuna mtandao, tuna Chadema Digital, sio hizi tena. Angeweza kwenda Chadema Digital app, akafanya yote, akalipia, tukakuta ana kadi, wala tusingesema umeingiaje. Lakini ameomba aingie, arudi hadharani kama alivyotuacha. Tuna sababu gani ya kutokumkaribisha? Ninafahamu mtakuwa mnaulize, na wengine je? Na wengine je? Sasa utaratibu wao uko kwenye katiba vile vile. Utaratibu wao uko kwenye nini? Kwenye katiba. Ukifukuzwa wanachama, katiba yetu inasema ukataka kurudi, inabidi uombe urudishwe na kikao kilichokufukuza. Mnanielewa? Uombe kikao kilicho kufukuza. Uandike barua kwa katibu mkuu, umwambie katibu mkuu, naomba kurudi, nilifukuzwa na kamati kuu, naomba upeleke maombi yangu kwenye kamati kuu, na katibu mkuu atafanya hivyo. Ukweli ni kwamba kuna mmoja au wawili tumepokea barua zao ambao tuliwafukuza kwenye kamati kuu kwa sababu walitukosea. Utaratibu unasema waiombe kamati kuu iwarudishe. Wawili wameshaomba, kama kuna wale wengine hawajaomba, na nafahamu hapo, halafu wananifuata mimi nyuma wananilobi, wafuate utaratibu. Tunaenda kwa nini? Naenda kwa utaratibu. Waandike barua kwa katibu mkuu, waombe kamati kuu iwarudishe,
na imeandikwa mahali, kwani akiomba msamaha si anasamehewa? Akija akasema nimekosa mimi, anapiga kifua hivi. Sisi ni wabaya kiasi gani kutokuwa kuwasamehe? Utaratibu ni huo. Sasa Dr. Slaa, ningekuwa na kadi ningekupa, lakini kwa sababu sina, naomba nikukabidhi hii bendera. Wale watu wa CCM huwa wanafungana skafu, mimi nakukabidhi bendera. Karibu sana. Karibu sana. Shika. Na amesema anataka